umaliziaji kwenye mchezo huo. Na akiamua kwenda na ya pili, labda anaweza kasema tu kwamba wachezaji wale wa Yanga waliocheza kwenye mchezo ule wameonesha kwa nini huwa wanakaa bench. Wengi waliocheza kwenye mchezo ule. Unaweza kasifia kwamba goalkeeper wa TMA alikuwa bora sana kwenye mchezo huo, ama alifanya crucial saves na vitu vingine vya namna hiyo, lakini niliona kama wachezaji wa Yanga ndo waliokuwa wanashindana kukosa magoli kuliko ubora wa TMA kabla ya kuja kuangalia goalkeeper na nini. Unajua goalkeeper anaweza kawa ni amefanya saves zinahesabika kwamba ni saves 10, lakini kulikuwa na sababu gani ya yeye kumfanya aifanye hizo saves? Ni exceptional kama zile za Manuel Neuer, kwamba hapa sasa ni yeye kipa peke yake ndo akaamua mpira uwe hivyo. Lakini angalia off target nyingi za Yanga na namna walivyokuwa wanapiga huo mpira kwenye eneo la mwisho. Kwangu TMA hawakuipa mechi ngumu sana Yanga, ila ni Yanga wenyewe ndio ambao waliamua mechi iende vile. Wale wachezaji ambao huwa wapewi sana nafasi, walipokuja kupewa wamempa sababu rahisi sana mwalimu na utetezi mwepesi kwamba kwa nini hatakiwi kufanya rotation kubwa kwa Yanga hii jinsi ilivyo, kwa sababu kama wewe upate nafasi kwenye mechi za ligi kuu ukaja ukapata mechi dhidi ya TMA ambao kwenye championship hawapo hata kwenye nafasi za kuania kupanda ligi kuu, wewe ukawa unapata sare dhidi yao, kwa tafsiri rahisi ni kwamba wewe unachagiza mwalimu kuendelea kuweka mbali na mipango yake ya lazima kwenye matokeo ya kila siku. Inawezekana labda siku hii ilikuwa game mbovu yao ama wameamka vibaya, lakini unaweza ka question tu kama unaamka vibaya dhidi ya TRA, ni nani ambaye unaweza tukasema kwamba umeamka vizuri? Kwa sababu goal umebaki wewe na goalkeeper 1-1. Unakosa mara ya kwanza, unakosa mara ya pili, unakosa mara ya tatu. Mwingine unapiga nje, mwingine unampa goalkeeper na vitu vingine vya namna hiyo. Nafikiri kwangu Young Africa ndio ambao walikuwa butu kwenye eneo lile la umaliziaji na wala sio maeneo mengine, kwa sababu maeneo mengine yote walikompete kwa kiwango cha juu. Ndio maana mimi wakati mchezo unaendelea niliandika kitu cha wengine wanaweza kaona kama masiara, lakini niliquestion kwamba niliandika tu kwamba naona Yanga wanashindana wenyewe kukosa nafasi hapo, kwa sababu mechi umeshaichukua, unafanya kila kitu, lakini goalkeeper utampa ushujaa kama wachezaji wako hawapo makini kwenye eneo la mwisho. Lakini hata ukiangalia nje na mipira low safe goalkeeper, ni mipira mingapi ambayo Yanga walipiga off target, tena wakiwa kwenye maeneo ambayo wameshatulia, wameshachagua mpaka Yanga ya kupiga, lakini wao ndo wanaokuja kuupoteza ule mpira. Nafikiri kwao ilikuwa ni challenge ambayo wanapaswa kuifanyia kazi haraka, lakini ni miongoni mwa disappointing performance za wachezaji waliopata nafasi kana Lassine Kuma, akina Shekhan na hata Maxi mwenyewe. Licha ya kupata man of the match, lakini bado alikuwa na disappointing performance kwenye mchezo huo. Wachezaji karibu wote wa Young Africans hawakuwa kwenye ubora ambao ulikuwa unatarajiwa, hasa wale wanaocheza mstari wa mbele. Huku nyuma siwezi kuwauliza sana kwa sababu walifanya vitu vingi kwa usahihi, lakini kuanzia pale eneo la kiungo kwenda mbele walikuwa na papara, walikuwa utulivu mdogo, lakini pia hata nidhamu dhidi ya mpira ilikuwa ndogo, ama kuheshimu ile nafasi ambayo unaipata. Anasema kuna msemo mmoja wa Kiswahili cha mtaani, unapocheza mpira wanakuambia linda mali hiyo, yani tunza mali hiyo ndio inayokupa ugali hiyo. Lakini kwa Yanga ilikuwa tofauti kwenye mchezo huo. Nafikiri performance ile kama inaenda kujirudia kwenye mchezo mwingine, no wonders kama wataenda kucheza vile kwenye round inayofuata tukawa tunazungumza story ya tofauti. Walikuwa na disappointing performance kwenye eneo la kumalizia, na saves alizofanya goalkeeper wa TMA zisitufumbe macho ama zisituondoe kwenye ukweli kwamba Young Africans peke yao walikuwa na changamoto kwenye mchezo ule. Sawa, rotation ni chanzo cha kilio kwa Young Africans? Mimi sidhani, kwa sababu mwalimu alicheza na wachezaji wengi ambao huwa wanaanza mara kwa mara kwenye kikosi chake kwenye mechi ya FA. Hata mimi nilishanganga sana, nikawa najiambia mwalimu mechi kaanza na full mkoko, lakini nilimuelewa kwa sababu ya timu yake namna ambavyo imetoka kustruggle kutokuwa na muendelezo. Lakini umakini tu wachezaji wa Young Africans ndio uliwafanya wakachelewa kupata matokeo ya ushindi kwenye mechi dhidi ya TMA, na
baadhi ya wachezaji kuwa na ubinafsi kwenye nafasi ambazo walikuwa na uwezo wa kupea nafasi nyepesi wakafunga. Uchoyo linawakumba wachezaji wengi, hususan kwenye kipindi ambacho wanaona wako frustrated kupata matokeo. Kila mmoja anakuwa na hamu ya kutaka kuonyesha yeye ana uwezo wa kubreak deadlock ya timu pinzani, jambo ambalo kwangu mimi naona limewachelewesha Yanga kwenye mechi yao dhidi ya TMA kupata goli. Lakini pia maamuzi ya wachezaji kwenye maeneo ya msingi kabisa, kwa mfano kwenye eneo la ushambuliaji, mwalimu alicheza akiwa ana mshambuliaji asilia mwanzo, alikuwa anacheza bila namba 9 asilia, lakini sio kwamba timu ilikuwa itengeneze nafasi, ilikuwa inatengeneza na ilikuwa inasogea mbali kwenye eneo la mwisho, lakini kukosa kwao makini kuliwagharimu, kukawachelewesha kupata goli. Na ukiangalia hata goli ambalo wamekuja kufunga, unajiuliza kuna magoli mangapi Yanga walishindwa kufunga mepesi kuliko goli alokuja kufunga Max. Kwa hiyo kuna mazingira unaona wachezaji wa Young Africans kiukweli wanapaswa kuboresha uwezo wao wa kufunga, hususan kwenye kiwanja cha mazoezi. Hatuji kujaribu wala kujifunza kufunga kwenye uwanja wa mechi, yale mambo mnatakiwa mwanzie kwenye uwanja wa mazoezi. Na wachezaji inaonekana kiuhalisia wanahitaji kufanya hivyo, kwa sababu hata baada ya mchezo nilimsikia kocha wao mwenyewe Pedro Gonçalves alizungumza kwamba wachezaji wake walikosa umakini kwenye kumalizia. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanatakiwa kukiboresha kwenye uwanja wa mazoezi kama wanataka kurudi na kuwa na mwendelezo wa kufanya vizuri. Ndio timu ambayo imefunga goli nyingi kwenye ligi kuu mpaka hivi sasa. Kwa hivyo bila shaka unaona wana nafasi ya kuendelea kufunga, lakini ni vile hawakuwa tu na umakini kwenye mchezo uliopita dhidi ya TMA. Lakini kwangu sioni kama rotation iliathiri Young Africans ufanisi wao kwenye kumalizia nafasi ambazo walikuwa wanazitengeneza kwenye ule mchezo. Sawa, kwa mwalimu binafsi alikuwa challenged kiasi gani kwenye mchezo kama ule ambao nafasi ya umaliziaji ilikuwa ngumu kwa wachezaji wake, na hata maamuzi yake ulikubaliana na baadhi ya maamuzi yake? 100%. Mimi mwalimu kwangu wamefanya kila kitu. Hakuna kitu kigumu kama mwalimu kuwa na subira timu yako inapostruggle kufunga na inatengeneza nafasi. Ingekuwa timu haitengenezi nafasi, unajiuliza mwalimu anakuwa na wakati mgumu kiasi gani kuanza kutengeneza njia mpya za timu yake kufungua milango atengeneze nafasi. Lakini Young Africans walikuwa wanatengeneza nafasi, wanafika golini mara nyingi kwa TMA, wanafika kwenye box, lakini umaliziaji unakuwa finyu, wanakosa ufanisi. Ukishafika wakati kama ule, mwalimu anachobaki kuwa nacho kwenye kifua chake ni uvumilivu na subira kwa wachezaji wake, kwamba labda shambulizi linalokuja tutafunga, labda shambulizi linalokuja tutafunga, kwa sababu unaona wachezaji wako wanafanya kila kitu. Hata wachezaji kwenye nafasi ambazo ulitegemea watafunga magoli mepesi, unaona wanakosa. Likes of big chance alipata Pacome kipindi cha pili, yeye na goalkeeper, eneo ambalo mwalimu anasema basi wamekosa wengine, hata wewe Pacome naye akaenda akakosa. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo mwalimu anahitaji tu kuwa na uvumilivu, na baadaye alifanya mabadiliko kuongeza baadhi ya wachezaji, hususan kwenye eneo la kiungo aliongeza nguvu kwenye eneo la ushambuliaji. Hiyo yote ni kutengeneza namna tu moja timu yake iendelee kubadilika, isiwe predictable uwanjani, mpinzani asiwe mwepesi kuijua Yanga itafanya nini kwa wakati ujao. Lakini pia wachezaji ambao hawakuwa wamepata dakika za kucheza aliwapa nafasi wacheze. Kwa hiyo kuna vitu vingi mwalimu ambavyo alivifanya. Kwangu mimi sioni kama alikuwa na changamoto, isipokuwa wachezaji wake mwenyewe ndo alikuwa wamemweka kwenye wakati mgumu kocha Pedro. Sasa kwa nini Lassine Kouma anaonekana kushindwa kuingia kwenye kikosi juzi akiwa miongoni mwa wachezaji waliokosa sana magoli? Na pengine kabla sijajibu moja kwa moja swali lako kuhusiana na Pedro Gonçalves, mimi nitakuwa nyuma sana kumcriticize mpaka sasa hivi kwa aina ya wachezaji waliokuwepo Young Africans. Nafikiri kuna wakati wanampa hofu hata yeye mwenyewe, namna ya kuwapangilia ndani ya pitch, ama namna ya kucheza aina ya mpira ambao unaweza ukawa ni comfortable kwamba mwalimu kaiachia timu yake ifunguke na icheze kwenye njia zake. Lakini kwa swala la Lassine Kouma, tangu amefika nchini performance yake haijawa bora. Hakai bench kwa bahati mbaya. Chini ya mwalimu Mohamed Fous alikuwa anakaa bench. Young Africa wakakaa chini ya Patrick Mabedi kwa mechi nafikiri 2, zote hakuwa sehemu
kikosi cha kwanza. Amekuja huyu mwalimu wa sasa hivi Pedro Gonçalves, hajampa nafasi. Lassine Kouma yeye mwenye anapaswa kujitathmini na kujitazama upya kutoka kuwa nahodha wa Stade Malien kwenye umri ule mpaka kuja kuwa mkaa benchi wa Yanga. Siamini kama ni mchezaji mbaya kwa namna nilivyowahi kumwona kabla hajaenda Yanga, lakini nafikiri pia anahitaji kuweza kujitathmini kwa sababu muda hautamsubiri, na dirisha dogo Yanga walimvumilia. Dirisha kubwa Yanga kwa pressure walioipata msimu huu, aina ya matokeo wanayopata msimu huu, aina ya struggles zao ndani ya kiwanja msimu huu, sidhani kama kutakuwa na muda wa kumlea mchezaji kwamba huyu eti tuna imani miaka mitatu, miaka miwili. Nakumbuka upande wa pili walishakuwa na mtoto mmoja hivi, alikuwa nani, alikuwa winga mmoja hivi, naye walisemaga wanamlea vivyo hivyo. Lakini mpaka mwisho ilionekana kama ni kazi bure. Alikuwa ni nani yule Peter Banda mdogo kabisa kali. Na huyu amekuja kwenye sphere hiyo hiyo. Dirisha la usajili lile dogo limepita kimya kama hakuna kilichotokea. Young Africans watakuwa na hiyo room ya kumvumilia endelee kukua kuelekea msimu ujao. Watakaokuja wale watamfanya apate nafasi ya kukua, kwa sababu moja kati ya fakti nzuri ya kumkuza mchezaji kama hapati muda mwingi wa kucheza, basi wale wanaopata nafasi ya kucheza wanapaswa kudeliver performance iliyo bora ili yule aendelee kukaa kwenye mikono isiyo na pressure kubwa. Lakini kama wale wanaokuja wanavurunda, huyo lazima atakuwa questioned pia kwamba na yeye ni miongoni mwa wale ambao wamefail. Lakini unajua hata hapo katikati kuna sajili nyingi zilishawahi kupita Yanga zilizofeli, lakini watu hawaku question kwa sababu waliokuwepo walikuwa wanafanya vizuri. Kwa nini msimu huu watu wana question kuhusiana na usajili wa Yanga? Ni kwa sababu waliokuja kucheza kwenye yale maeneo hawajadeliver kwenye performance iliyokuwa inatarajiwa. Kwa hiyo wale ambao walisajiliwa wote wanaingia kwenye kapu moja la kuwa question. Yanga watamvumilia Lassine kuelekea msimu ujao kwa performance iliyoonekana msimu huu ya Young Africans. Bila shaka kuna panga kubwa litakuja kupita, na wasipofanya maamuzi magumu, we are looking back. Wana 8 points kwenye Champions League 3 consecutive seasons, misimu mitatu mtawalia. Una alama 8 kwenye Champions League, mara moja tumequalify. Tafsiri rahisi ni kwamba wewe kila msimu kuna mechi ya nyumbani na sare ama unaangusha alama. Je, watakuwa tayari kuona haya yakijirudia msimu ujao? Waanze kuomba dua za sijui nani amfunge nani? Ni swali lao binafsi, lakini sioni hiyo nafasi. Saa 12:58 kwa majira ya Afrika Mashariki, na Imanu na enjoy kweli kweli. Nikirudi nitakuja yani tofauti ilikuwa ni umaliziaji. Unajua ukitazama score sheet tunaweza kukudanganya kwamba timu hiyo wana challenge moja bila, lakini ukiwa unatazama mpira unaweza ukabaki ndio hiyo unawalaumu Yanga wenyewe. Yani ni bora nani tunasema bora aliyefungwa 3 Dodoma kuliko TMA aliyofungwa 1. Kateseka dakika zote. TMA yeye kacheza mechi na timu ambayo ilimtawala kila sehemu alafu ikashinda tu kufunga. Yanga angekuwa makini, TMA alikuwa anaokota hata 5 na yeye. Yani ilikuwa uwezekano huo upo. Ndio hivyo, lakini wamepata bahati, wamecheza na Yanga siku hiyo hawakuwa informed. Ndio haya mambo huwa anasema kumfunga Yanga hizi kuzifunga Yanga na Simba ni kitu kigumu sana, hususan mnacheza kwenye uwanja mzuri kama vile KMC. Yanga na Simba unaweza ukazifunga kwenye uwanja mzuri, bahati yani usiku labda hawakonform. Ndo kama juzi Yanga hawakonform wachezaji wake, kwenye kumalizia umakini ulikuwa mdogo, wakajikuta wanamfunga TMA goli moja. Lakini kwa namna alivyocheza TMA alistahili kufungwa zaidi ya goli moja. Uwezekano wa kufungwa zaidi ya goli moja ulikuwepo, isipokuwa Yanga tu wenyewe hawakuwa clinical kwenye maeneo yao ya ushambuliaji. Maamuzi mengine hayakuwa sahihi, sehemu ya kutoa pasi mtu anapiga. Nakumbuka mimi wachezaji wengi wamekosa magoli wengi siku ile, mpaka unaona mchezaji anacheza eneo la kiungo mkabaji anasogea juu kwenda kushambulia. Unajue maana yake anatamani na yeye kupush timu ipate goli, lakini kwa halisia TMA wala wasije wakakaa wakajidanganya kwamba waliperform ile mechi. Hapana. Kuna muda Mwamnyeto alikuwa anavuka mpaka ile robo 3 ya mwisho anasogea kule juu, sababu anajua huko hakuna pressure yoyote ambayo itapelekwa na hata Azizi Ndabwile siku hiyo eta mpaka anapiga chenga. Nafikiri ilikuwa ni performance
kubwa sana kwa Yanga ambayo iliathiriwa zaidi na aina ya ufungaji waliokuwa ama aina ya umaliziaji uliokuwepo, lakini kwamba timu hii walionyesha ushindani, nitakuwa nyuma sana. Na nimeona watu wanamsifia goalkeeper, lakini nafikiri goalkeeper alinufaika na papara za Yanga Afrika kwenye eneo la mwisho, lakini kwa maana ile kwamba sasa huyu ni Manuel Neuer ameamua mechi, binafsi nafikiri alihitaji zaidi Yanga wabutu ndio afanye. Sawa, na wapa swali afu naenda kutoa fedha. Kwenye timu zilizofuzu nani mpaka sasa zilizofuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali, mnaona Yanga kitoa ushindani kama ambavyo imekuwa kwenye misimu minne iliyopita na kuchukua kombe mpaka sasa? Wakati naenda kutoa fedha nikukumbushe kwamba menyu yako ya malipo, nenda kalipe bili, weka namba ya kampuni ambayo ni 321111. Kiasi ni shilingi 1000, namba ya kampuni ni 333 ama neno bongo. Kiasi ni shilingi 1000, namba yako ya siri kuthibitisha muamala. Hivi punde Peter Lugendo atakuwepo hapa ama Chio Lutengano ili kukupigia simu wewe unayetusikiliza na kukupatia salamu kwamba fedha yako tayari ipo kwenye simu yako.